Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumapili. Kuna udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia awapa neno mawaziri wapya, aongoza kumwaga Jenista, amtaja kusimamia haki kiongozi wa viongozi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Tume vurugu za uchaguzi anza kusikiliza wananchi, waathirika ushauri vijana kulinda amani kutii sheria. Habari katika ukurasa wa 3. Mwarobaini foleni mpakani Tunduma upatikana. Habari katika ukurasa wa 3. Wazuia uchepushaji mito kudhibiti uhaba wa maji. Habari katika ukurasa wa 7. Mvua yaizua nyumba 200 imo wodi ya wajawazito. Habari katika ukurasa wa 7. Masauni awa rais baraza la mazingira la Umoja wa Mataifa. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiongoza waombolezaji kuaga mwili wa aliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramio mkoani Ruvuma, Jenista Mhagama, katika kanisa Katoliki la Mwenye Heri Maria Teresia Dodoma jana. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nilo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Jenista Mhagama 1967 hadi 2025, kiraka amelala, viongozi wa uaga mwili wa Jenista wakitaja sifa kedekede. Rais Samia aeleza sababu kumuita kiraka, uongozi wa bunge wataja chanzo cha kifo chake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi inasema amekuwa kiongozi anayesimama imara kutetea maslahi ya nchi bila kuchoka, bila kujali changamoto. Kupitia sauti yake bungeni, mchango wake katika jamii na msimamo wake, ameacha kumbukumbu njema na kuandika hadithi nzuri kwa ajili yake. Ndugu ya spika wa bunge Musa Zungu anasema sifa zilizotolewa hapa baba paroko ni za kweli kabisa. Alikuwa mtu mnyenyekevu sana, kikubwa ni kumwomba Mungu ampokee, amchukue na amuweke pema yeye pamoja na wengine waliotangulia mbele za haki. Mwananchi limeandika maeneo ya ajali muda msimu wa sikukuu. Ndani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika bado wanawake hawapo salama kwa wenza wao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Zito ashinda kesi dhidi ya seti wa IPTL. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Nipashe Mwanga Jamii Jumapili ya leo lenyewe limeandika ngiri inavyotafuna wengi kimya kimya, wamo wanawake na watoto, makundi yaliyo hatarini zaidi, wabeba vitu vizito, wenye historia ya kushika ujauzito mara nyingi na wanaovuta sigara. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7. DAWASA yatoa ratiba mgao wa maji. Habari katika ukurasa wa 2. Kifo cha Jenista Samia, taifa limepoteza kiraka. Habari katika ukurasa wa 2. Baba adaiwa kumuua kijana aliyemkuta chini ya kitanda cha wanawe wa kike. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika vigogo wasimamishwa kazi, tuhuma ubadhirifu ujenzi wa sekondari. Habari katika ukurasa wa 4. Maisha yalivyo, simama upande wa mume wako, mtetee
asidharaulike. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10. Gazeti hili limeandika michezo, kocha Yanga aomba kazi Simba, habari katika ukurasa wa 16, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tunatazama sasa gazeti Mzalendo lenyewe limeandika Rais Samia asimulia uimara wa Jenista, asema alikuwa jasiri mlezi wa viongozi, awataka mawaziri wa bunge kumuiga, aongoza viongozi familia kumwaga katika ibada iliyofanyika jijini Dodoma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Victor Mhagama afichua Rais Samia alivyosaidia matibabu, habari katika ukurasa wa 4. Wabunge wa dunia kuleta neema lukuki, habari katika ukurasa wa 2. Malezi kwa watoto kipindi cha likizo, ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 11. Uombolezaji wa fariki dunia ndani ya kanisa, habari katika ukurasa wa 3. Rais Dr. Mwinyi ataka utafiti kusaidia jamii, habari katika ukurasa wa 15, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Habari picha ikimuonesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiongoza uombelezaji kuaga mwili waliyekuwa mbunge wa jimbo la Peramiho Jenista Mhagama. Gazeti wa Machinga lenyewe limeandika Samia, Jenista mlezi wa wengi bungeni, amtaja kama kiongozi jasiri na nguzo ya matumaini kwa wanawake na vijana. Akumbuka alivyotoa mchango kwa serikali na Chama cha Mapinduzi vilivyotawala msibani. Katibu wa bunge ataja ugonjwa wa moyo uliondoa uhai wake. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. RC Chalamila atoa maagizo kukabili mgao wa maji Dar, akagua vyanzo vya maji Ruvu chini na juu, aitaka DAWASA kuwa na mkakati kuvuna maji nyakati zote, asema mradi wa Rufiji kumaliza tatizo, ataka mgao uguse mitaa yote. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Zito ashinda kesi dhidi ya Seti wa IPTL, habari katika ukurasa wa 2. Shirika la masoko Kariakoo laanza mpango mkakati wa miaka 5, habari katika ukurasa wa 2. Serikali yaahidi kukamilisha miradi yote ya umwagiliaji nchini, habari katika ukurasa wa 3. Mbunge Asenga Kilombero wamesikitishwa na kifo cha Jenista Mhagama, habari katika ukurasa wa 2. Waziri Masauni achaguliwa makamu wa rais baraza la mazingira UN, habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga. Na sasa tukiwekia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika kocha Simba Sports Club sababu 3 za mbeba Mtunis. Katika kumsaka kocha mpya ndani ya Simba, mchakato ulianza mara tu klabu hiyo ilipotangaza kusitisha mkataba na Dimitar Pantev Disemba 2 mwaka huu, kisha kikosi hicho kwa chini ya Selemani Matola ambaye baadaye alipigwa chapuo kupewa timu moja kwa moja, lakini kichapo chao. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Ijayo ni Januari 7, Esperance dhidi ya Simba Sports Club. Gazeti hili limeandika Ziziki, hivi ndivyo nilivyomnasa Hamisa, habari katika kurasa za ndani. Vita mpya Ahwa Pakome, milioni 150 za wekwa mezani. Saratani ya ubongo ya mtesa star NBA, habari katika ukurasa wa 6. Scores acharuka Amorim hatoshi Manchester United, habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika EPL leo ni Crystal Palace dhidi ya Manchester City saa 11 jioni, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika serikali yataka kasi ujenzi uwanja Dodoma. Simba ya mkingia kifua Matola
mkongwe aihadharisha TOC. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Gazeti hili pia limeandika Zailisa ataka vijana kuchangamkia sanaa ya mavazi. Habari katika ukurasa 21. Nane kushiriki kombe la mapinduzi. Habari katika ukurasa 23. Habari picha inaonyesha wachezaji wa timu ya wasichana umri wa miaka 15 ya mpango wa kuendeleza vipaji wakishangilia baada ya kuifunga the Kicks Queens katika mashindano ya mabingwa wa mikoa kwa wanawake yanayoendelea Mwanza. Tumalize kwa kulitazama gazeti Nipashe mwanga wa jamii, habari za michezo na burudani. Katika ukurasa wake nyuma lenyewe limeandika kocha Yanga aomba kazi Simba. Ni Romain Folz aliyetimuliwa klabuni hapo hivi karibuni, ni miongoni mwa makocha walioomba kazi Msimbazi. Mwalimu aongezwa Stars, wachezaji waipania Nigeria. Habari katika kurasa za ndani. Ateta mkingia kifua Goikares. Habari katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe. Gazeti Nipashe linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji.